Karibu sana msikilizaji mtazamaji wa Udambwi Media. Ni siku nyingine tena nimekuletea taarifa ya kimataifa kutokea kule Burkina Faso. Serikali ya kijeshi nchini Burkina Faso imesema imezuia jaribio la kumpindua kiongozi wa utawala wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore linalotajwa kuratibiwa na baadhi ya wanajeshi walioko katika serikali yake na walioko nje ya nchi. Tovuti ya France 24 iliripoti siku ya Jumanne Aprili 22 mwaka huu kuwa maofisa hao wa jeshi waliopanga njama hizo walikuwa wakiratibu jaribio hilo kutoka nchi jirani ya Ivory Coast. Waziri wa usalama chini ya serikali ya Burkina Faso, Mahamadou Sana, amesema kuwa jaribio hilo la mapinduzi liliongozwa na wanajeshi wa sasa na wa zamani waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi. Sana alisema mpango wao ulikuwa kushambulia ikulu ya Rais Traore wiki iliyopita, jaribio ambalo limegonga mwamba kwa kudhibitiwa na maofisa wa karibu wa Kapteni Traore. Lengo kuu lilikuwa kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi hiyo chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa, alisema Sana wakati akizungumza kupitia televisheni ya taifa wiki iliyopita. Burkina Faso ni taifa ambalo historia inaonyesha utawala wake unapatikana kwa mapinduzi tangu miaka ya 1980. Kapteni Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba mwaka 2022 akimpindua Kanali Paul Henri Damiba. Traore alikuwa na umri wa miaka 34 wakati huo. Alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika baada ya kuingia madarakani, akichukua mamlaka kutoka mikononi mwa Damiba. Tofauti ya watangulizi wake, Traore alipokelewa kwa hamasa kubwa na sehemu kubwa ya wananchi, hususan vijana walimuona kama mzalendo na mkombozi wao. Aliahidi kuweka mbele maslahi ya taifa ya Burkina Faso, kupambana na rushwa na kuongeza juhudi za kijeshi kukabiliana na makundi ya kigaidi yanayoitesa nchi hiyo. Tangu alipochukua madaraka, amejitahidi kuimarisha jeshi la nchi hiyo, kubadilisha mikakati ya kiusalama na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi na Russia. Traore alienda na kukomesha uhusiano kati ya Burkina Faso na Ufaransa kwa kile alichodai taifa hilo linanyonya rasilimali za Afrika na kuendeleza ukoloni mamboleo. Traore pia ameleta mageuzi kwenye maendeleo ya kawaida ndani ya nchi, kuanzia miundombinu mpaka huduma mbalimbali kwa miaka miwili, huku akiwekeza nguvu kuinua sekta za uchumi ikiwemo kilimo iliyokuwa imedorora kwa miaka kadhaa. Umaarufu wake na namna anavyovaa kijeshi akiwa ameambatana na walinzi wake waliojihami kwa mitutu ya bunduki, kutembea na silaha kiunoni na kusalimiana kwa kukunja ngumi kugonga tano, kunamweka kuwa kiongozi wa kipekee na anayependwa zaidi, hususan na vijana barani Afrika. Tangu ilipopata uhuru wake mwaka 1960, ikiwa Burkina Faso imekumbwa na misukosuko na mapinduzi ya mara kwa mara. Miongoni mwa mapinduzi yaliyokumbwa zaidi nchini humo ni yale ya mwaka 1983 yaliyomweka madarakani shujaa wa taifa hilo Thomas Sankara, ambaye aliuawa miaka 4 baadaye na rafiki yake wa karibu Blaise Compaoré, aliyetawala nchi hadi alipoondolewa mwaka 2014 kupitia maandamano makubwa ya wananchi. Kwa sasa Burkina Faso iko katika hali ngumu ya kiusalama, ikiwa ni mojawapo ya mataifa yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya kijihadi, hususan yenye unasaba na Al-Qaeda. Inakadiriwa kuwa zaidi ya 40% ya eneo la nchi hiyo limo nje ya udhibiti wa serikali hiyo ya kijeshi, huku jitihada za kila namna zikifanyika kuirejesha mikononi mwa udhibiti wa serikali. Katika njama ya hivi karibuni ya kumpindua Traore ambayo ilipangwa kufanyika Aprili 16 mwaka huu, Sana alisema kuwa wapanga njama hao walijaribu kutumia viongozi wa dini na wa mila kushawishi maofisa wa jeshi kuunga mkono mapinduzi hayo. Alieleza kuwa viongozi wa mpango huo walikuwa chini ya Ivory Coast, huku ikidokeza kuwa waratibu wakuu wa mpango huo walikuwa ni maofisa wawili wa jeshi la zamani. Waziri huyo pia alidai kuwa taarifa nyeti zilifichuliwa kwa magaidi ili kusaidia mashambulizi dhidi ya raia wa wanajeshi na hivyo kuchochea ghasia dhidi ya serikali ya kijeshi. Wiki iliyopita wanajeshi kadhaa wakiwemo maafisa wawili walikamatwa na tuhuma za kupanga njama ya kuvuruga utawala. Ivory Coast bado haijatoa kauli kuhusu madai hayo. Hata hivyo, serikali ya Burkina Faso imekuwa ikilaumu mara kwa mara nchi hiyo jirani kwa kuwahifadhi wapinzani wake walioko uhamishoni. Madai haya mapya yanakuja miezi michache tu baada ya serikali kusema ilizima jaribio lingine lililolenga kuvuruga amani ya Burkina Faso Novemba mwaka 2024. Burkina Faso pamoja na Mali na Niger, ambazo zote zinatawaliwa na serikali za kijeshi, zilijiondoa kutoka jumuiya ya kikanda ya ECOWAS na kuanzisha ushirikiano mpya wa kikanda wa mataifa ya Sahel. Vile zimekata mahusiano na Ufaransa na kuanzisha ushirikiano wa karibu na Russia ya Vladimir Putin. Na hiyo ndo taarifa kuhusiana na nchi ya Burkina Faso. Nikukumbushe tu, hii ni Udambwi Media. Usisahau kusubscribe, lakini pia kucomment na kulike kwa taarifa ambazo unazitazama. Ulikuwa nami Zainabu Hemedi, tukutane tena wakati mwingine.